تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Lirudisheni jambo lenu kwa Mwenyezi Mungu ikiwa mnaamini Allah na siku ya mwisho, na hiyo hukumu mtakayoipata kwa Mungu na mtume ndiyo hukumu bora kuliko hukumu zote. Allah akasema katika aya nyingine, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakimuka fima shajara bainahum. Hawawi ni waumini kwa haki ya Mola wako, hawawi ni waumini wa kweli hata yuhakimuka, mpaka wakufanye wewe Muhammad ndio hakimu, wewe ndio mwamuzi wa mambo yao. Wewe unadai kwa mdomo mimi nakubali Qur'an na Sunna, lakini inapotokea mgogoro, matatizo, hatutaki kurudi kwenye Qur'ani na Sunna. Ndoa tumefunga kwa Qur'ani na Sunna, lakini migogoro ya kindoa tunapeleka kwa balozi, tunapeleka kwa mwenyekiti wa kijiji, tunapeleka kwenye dawati. Hiyo iliyotumika sheria ya kukufungisha ndoa imeenda wapi kwenye kutatua matatizo ya kindoa? Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kisha wasipate uzito kwenye nyoyo zao kiwahukumu baada ya kupitisha ile hukumu, bali kusarenda, wakubali mazima. Aqulu qawli hadha astaghfirullah al-azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Ahibba, tukiwa tunazungumzia fadailu tamassuki bil kitabi wa sunna, fadila za kushikamana na kitabu na sunna. Miongoni mwa fadila za kushikamana na kitabu na sunna, baadhi ya fadhila zake na faida zake na manufaa yake, alhidayatu walismatu min ad-dalal, ni mtu kupata uongofu na kupata kinga kutokana na kupotea. Kwa hiyo mtu atakayeshikamana na Qur'ani na Sunna anapata kinga, anapata ulinzi wa yeye kutokwenda nje na mwongozo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hadithi ya Ibadu, hadithi ambayo ameipokea al-Ibadu bin Sariya radiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, yani anasema ya kwamba salla bina Rasulullah sallallahu alayhi wasallam dhata yawmin, aliswali na sisi mtume sallallahu alayhi wasallam siku moja. Thumma aqbala alaina, kisha akatuelekea. Fawaadana maw'idatan balighan, akatupa mawaidha ambayo mawaidha hayo ni maneno machache lakini yenye maana kubwa, yenye athari kubwa. Wadharafat minha al-uyun, macho yakatoa machozi. Wawajilat minha al-qulub, nyoyo zetu zikapata hofu kubwa, zikajaa uoga mkubwa. Faqala qailun, akasema msemaji, ya Rasulullah, kana hadhihi maw'idatu muwaddi'in, kana kwamba haya mawaidha uliotupa ni mawaidha ya mtu anayeaga dunia, ya mtu ambaye anaondoka. Famadha taahadu ilaina, nini unatuahidi, nini unatuhusia, unatuachia lipi la kushika?
Faqala sallallahu alayhi wasallama, Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaambia, uswikum bitaqwallahi wasam'i wa ta'a, ninawahusieni kumcha Allah, muogopeni Allah, tekelezeni maamrisho ya Allah na acheni makatazo mliyokatazwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na jilazimisheni kuwa ni wasikilizaji wazuri na kuwa ni watu wenye kutii. Wa inna abdan habashiyan, hata kama atakayekuwa amewatawalia ni mtumwa Muhabeshi Mwafrika na nyie ni Waarabu, mtu mweusi, msimdharau kwa rangi yake, bali kubalini kusikiliza na kutii. Sikilizeni na mtii. Fa innahu man yaishu minkum ba'di, hakika atakayeishi baada yangu mimi katika ninyi, fasayara ikhtilafan kathira, ataona tofauti nyingi sana. Fa alaikum bisunnati, basi jilazimisheni na sunna zangu na mafundisho yangu na hadithi zangu, wa sunnati al-khulafai ar-rashidin al-mahdiyin, na mshikamane na sunna nyenendo za makhalifa waongofu wanne, Abu Bakar na Umar na Uthmani na Ali. Tamasaku biha wa addu alaiha binawajiz, zishikeni hizo sunna, ndio salama yenu. Tena zingateni kwa magego, kwa majino haya ya mwisho mwisho kabisa, ili isiwe rahisi kutema. Ndugu yangu Muislamu, huyu ni Mtume sallallahu alayhi wasallam anawahusia masahaba washikamane na sunna zake, washikamane na sunna za makhalifa waongofu. Tamasaku biha wa addu alayha binawajiz wa iyyakum wa muhdathati al-umur, na jiepusheni na kuzua mambo kwenye dini. Acheni kuweka viraka kwenye dini. Fa inna kulla muhdathatin bid'a, hakika kila chenye kuzuliwa ni uzushi. Wa kulla bid'atin dalala, na kila bid'a ni upotevu. Rawahu Abu Daudi wa Tirmidhi. Kwa hiyo kama tunataka kuwa salama, ni lazima tushikamane na Qur'ani na Sunna. Na ndio maana leo watu wa bid'a wenyewe wanajijua, hadithi kama hizi hawawezi wakazinukuu, hawawezi wakazisema, kwa sababu wanajua zinawasema. Kujiepusha na mambo ambayo hayakuwepo katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuweka viraka katika ibada. Lakini jambo lingine wasema najatu minal fitan, kushikamana na Qur'ani na Sunna ni kuokoka na fitna. Hata fitna zikiwa zimekuja, wewe ukishikamana na Qur'ani na Sunna utakuwa umesalimika, utakuwa umepata salama. Uliza, nimepata na mtihani na kadha wa kadha, ninatokaje kwenye huu mtihani? Utapata aya, utapata hadithi. Jambo lingine la tatu, tahqiqul mahabbati llahi wa ridwanihi, ni kuhakiki mapenzi ya Allah na radhi za Allah. Kwani imekuja katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mwenyezi Mungu Mtume anasema ya kwamba inna Allaha yardu lakum thalatha wa yakrahu lakum thalatha, hakika Mwenyezi Mungu anaridhia kwenu ninyi mambo matatu na anachukia kwenu ninyi mambo matatu. Antaabuduhu wala tushriku bihi shay'a, muabudu yeye peke yake na msimshirikishe na kitu chochote. Wa ta'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, na mshikamane na kamba ya Allah na wala msifarikiane. Hili ni jambo ambalo linapendwa na Mungu, na jambo ambalo Mungu analipenda, maana yake amekuamrisha kulifanya. Ndugu yangu Muislamu, hakikisha umoja wa Kiislamu unakuwepo, mshikamano wa Kiislamu unakuwepo. Usiwe wewe ndio mtu wa chokochoko kuharibu umoja wa Kiislamu, tena wakati mwingine kwa mambo ya kipuuzi tu, kwa mambo ambayo hayana thamani,
yanaweza kupelekea watu wakavunja umoja. Yaani inawezekana watu wako kwenye vikoba, wakagombana kwenye vikoba, wakaachana mpaka na kwenye msikiti. Ndugu yangu Muislamu, mambo ambayo Mwenyezi Mungu anayapenda. Lakini miongoni mwa fadhila za kushikamana na Qur'an na Sunna, sababu lidukhuli aljanna, ni sababu ya kuingia peponi. Kwani Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kullu ummati yadkhuluna aljanna illa man aba, kila aliye katika umma wangu ataingia peponi isipokuwa atakayekataa mwenyewe. Qalu man yaba ya Rasulullah, wakauliza nani anaweza kukataa kuingia peponi? Mtume akasema man ata'ani dakhala aljanna wa man aswani faqad aba, atakaye nitii mimi huyu ndiyo atakayeingia peponi. Maana akafuata Qur'ani aliyokuja nayo Mtume, akafuata hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, huyu ndiyo atakayeingia. Lakini aliyoikataa Qur'ani, akakataa maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, huyu ndiyo atakayekwenda motoni. Kuna kisa kimoja ambacho kimetokea kwenye kijiji fulani. Kuna mtu mmoja alienda huko akanieleza ya kwamba anatafsiri kwamba satakunu fitna, kwamba maneno ya Mtume kwamba anasema satakunu fitna, kutakuwepo na fitna. Yeye anawatafsiria, ni imamu wa msikiti, anawatafsiria watu ya kwamba Mtume amesema hadithi zangu zitakuwa ni fitna. Kwa hiyo ninyi msihangaike na hadithi, hangaikeni na Qur'ani tu. Wewe utahangaika na Qur'ani, utaielewa kupitia wapi? Wakati alioletwa kuifundisha Qur'ani ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na Mwenyezi Mungu anasema wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, hakuwa Mtume anajitamkia tu, isipokuwa ni wahi anaofunuliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hadithi za Mtume ni wahi. Wewe kama umeshindwa kujua hadithi sahihi na ambayo sio sahihi, sio fani yako, achia wenye fani, subiri utafuniwe upewe. Na atakayefanya hivyo, huyo ametoka kwenye Uislamu, hadha kafiru. Lakini jambo lingine ndugu yangu Muislamu, al-izzatu wal karama, kama tunataka nguvu na tunataka utukufu, ni lazima tushikamane na Qur'ani na Sunna. Angalia historia ya maswahaba kina Abubakar na kina Umar, kilichowafanya wakafungua miji mbalimbali, wakawatoa ukafiri na wakaingiza Uislamu, ni kwa sababu ya kushikamana na Qur'ani na Sunna. Lakini leo watu wanawaambia bwana, hizi Sunna zitatukwaza, hizi Sunna ndio zinatugawa. Vipi Sunna itugawe sisi wakati iliwaunganisha maswahaba? Sunna iliwafanya maswahaba wakawa kitu kimoja, wakawa wamoja. Leo sisi tunasema Sunna ndio zinatugawa. Tuangalie historia ya watu waliofanikiwa katika maswahaba, akiwepo na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Vipi aliweza kufaulu kama sio kufuata Qur'ani na Sunna? Tukitaka izza, nguvu, utukufu katika dunia hii, na tunyanyuke na tuwe na daraja ya juu, ni lazima tukubali kushikamana na Qur'ani na Sunna. Ndugu yangu Muislamu, la mwisho katika hayo ni alhimayatu mina tafarruqi. Kushikamana na Qur'ani na Sunna inatufanya tusiwe makundi. Kwa hiyo makundi haya yaliyotokea ni kwa sababu yameacha Qur'ani na Sunna. Ukisikia kuna Khawarij, ukisikia kuna Shia, ni kwa sababu wameiacha Qur'ani, wameacha Sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuna Jahamia, sijui kuna nani, ni kwa sababu wameacha kushikamana na Qur'ani na Sunna. Kwa hiyo tukiacha kushikamana na Qur'ani na Sunna, tutatoka kuwa makundi ambayo yanapingana, si katika yale mambo madogo, yanapingana kiitikadi kabisa. Ndugu yangu Muislamu, fadhila za kushikamana na kitabu na Sunna ziko nyingi, lakini tutosheke na hizi kulingana na muda hauturuhusu sana kuendelea na maudhui hii. Barakallahu fikum
اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها أنت وليها مولاها. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم اغفر لنا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. فاقم الصلاة.